kwanza ya hali ya mwenendo wa tasnia ya habari nchini Tanzania kwa sasa, kwa sababu inaonekana kwamba kama vile imekosa weledi na mwelekeo. Karibu. Ninawashukuru. Mimi ni Jesse Kwayu, ni mkurugenzi mtendaji mkuu wa kampuni ya Media Brains. Tuko Dar es Salaam hapa, ni kampuni ya Dar es Salaam, kampuni ya kihabari. Kimsingi unapozungumzia tasnia ya habari kwa Tanzania sasa hivi hapa hivi ni kama msiba. Kuna hali niseme nini, kwamba bado watu wana hofu kubwa, waandishi wa habari, ya kufanya kazi. La kwanza, hata pale ambao unapoambiwa kwamba mnaruhusiwa kufanya kazi zenu kwa uhuru na nini, lakini bado unaona kuna hofu. Hofu unaionaje? Unaona kwa aina ya maudhui ambayo kwenye redio zetu, kwenye TV zetu, kwenye magazeti yetu, unaona kwamba kuna shida kubwa ya watu kuandika kwa kina. Na hii inawezekana hapo kwa sababu ya tukotoka, labda vitisho, kufungiwa, karipiwa na nini kama hivyo. Kwa hiyo kuna hofu kiasi kwamba ule watu kuwa na uhuru wa kujifaragua kama walivyokuwa wanafanya zamani kidogo haupo. Kwa hiyo iko namna hiyo. Jambo la pili ambalo nafahamu hilo, kwa sababu vile sekta ya habari imekuwa na changamoto nyingi sana za kujiendesha. Umekuwa na ukwasi ukata mkubwa. Nguvu ya kiuchumi ya vyombo vya habari imekuwa ni dhaifu sana. Watu hawezi kulipwa kwa wakati, vyombo vya habari havina fedha. Kwa hiyo hata ile nguvu ya kufanya kazi kwa kujisemea wenyewe haipo. Ndio maana basi watu wanategemea labda fadhila za hapa na pale, kwa hata ule uhuru wenyewe kufanya kazi zao na kuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo tupo katika kona ngumu. Ukiongea sekta moja bara nyingine katika tasnia, ukiangalia magazeti ndio yako hoi kabisa. Kidogo TV na radio zinachechemea. Social media ndio zimeteki precedence kubwa, lakini social media ukiangalia vile vile kujiregulate na nyenye ni tatizo kubwa. Maudhui yake, kujua ni habari za kweli bila uongo ni tatizo. Kwa hiyo tuko katika wakati mgumu kuliko unaweza kuelezea. Pengine sasa mkutano wa 27 unakuja na kitu gani ambacho mnadhani ninyi kwamba kinaweza kusaidia sasa kuinua upya hii tasnia? Hapa leo tuko hapa kwa kuadhimisha miaka 30 ya uhai wa Baraza la Habari Tanzania, ambao ilianzishwa mwaka 1995. Miaka 30 si kidogo, ni miongo mitatu. MCT imefanya kazi nyingi za kusaidia kukuza sekta ya habari Tanzania. Na hapa leo tunajaribu kujireflect, kujitazama tulikotoka na tunakokwenda. Ukisikia mawasilisho yaliyofanyika hapo ndani mengi yanazungumza tufanye nini? Zinazungumzwa sheria hapo ndani ambazo wanafikiri kwamba bado zinabana uhuru wa waandishi. Kuna jambo ambalo linaitwa sheria ambayo inaitwa sheria ya huduma za habari, Media Services Act ya mwaka 2016. Na umesikia mle ndani kuna vyombo ambavyo vimeanzishwa. Moja wapo ni bodi ya ithibati. Kwa Kiingereza wanasema Accreditation Board, JAB, si ndio? Alafu kuna nyingine inakuja pale inaitwa Independent Media Council of Tanzania, si ndio? Ambayo itakuja chama cha waandishi wa habari, waandishi wote ambao watakuwa accredited. Kwamba hawa wanaambiwa wafanye kazi kusaidia kujenga uelewa wa waandishi wa habari, kuwajengea kujiamini, kuwajengea nguvu ya kufanya kazi ya weledi. Wanasema waandishi wa habari sasa hivi ni taaluma. Kwa hiyo lazima waandishi wa habari wapate maarifa ya kielimu ya kitaaluma waweze kufanya kazi yao hiyo. Lakini aliongea mjumbe mmoja pale ndani pale, hata kama unajenga kitaaluma, hata kama unajengea uwezo huo, kama mifuko yao imetoboka, hiyo kazi utafanya nini? Wanasema adui yako muombe njaa. Adui yako akiwa na njaa anachokufanya. Kwa hiyo kama hatuweze kusolve tatizo la uchumi wa vyombo vya habari vya nchi hii kwa njia yote iwayo ile, hatutarajii kuwa na chombo cha habari ambacho kina nguvu, kitaweza kuwa na impact kusaidia jamii ya Tanzania.